Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumekuwepo na mambo mengi sana ambayo yamemeke headline huko mtandaoni, na moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline ni swala zima la mama mzazi wa Kanumba kupata nafasi ya kukabidhiwa gari. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba mama Kanumba bwana ni moja kati ya wamama ambao wamepata umaarufu mkubwa sana kutokana na mama yake, kutokana na kijana wake ambaye alifanya mapinduzi katika industry ya muziki, katika industry ya Bongo Movie kwa muda wa miaka mingi sana mpaka siku alipokuja kufariki. Mama Kanumba bwana ni moja kati ya watu ambao yeye pia akaanza kufuata nyayo za mwanae, maana tumemwona pia mama Kanumba naye pia ameingia katika tasnia ya uigizaji na pia vile amekuwa akifanya vizuri na amekuwa na mashabiki wengi sana wamekuwa wakimsupport kazi yake, lakini pia vile kumekuwa na controversy nyingi kuhusiana na mama Kanumba, lakini jambo la maana zaidi ambalo limetokea hivi karibuni ambalo limeweka headline ni kitendo cha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kumpatia zawadi ya gari Harrier new model kwenda kwa mama Kanumba. Unaambiwa kwamba hapa hii ni moja kati ya habari ambayo imegusa mioyo ya watu wengi sana Tanzania baada ya kuona Mheshimiwa Rais akifanya mambo mazuri kama haya kwa kumkumbuka mwanamama huyu ambaye tunafahamu kwamba mwanae ndo alikuwa tegemeo, lakini kwa bahati mbaya mwanae alipofariki mambo kidogo yakawa yameyumba, lakini Mama Samia amemkumbuka na kuamua kumzawadia gari. Sasa hapa habari ambayo tuko nayo ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anasema kwamba siku ya mwanamke duniani ni siku muhimu ya kutambua mchango mkubwa wa wanawake katika maendeleo ya familia. Lakini pia vile sio tu kwenye familia, katika jamii na taifa kwa ujumla. Amesema hapa nchini maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu ambayo inafahamika kwa kama haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi wa kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, huku kimataifa yakiadhimishwa chini ya kauli mbiu give to gain, yani kutoa ndio kupata. Lakini pia vile Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweka ujumbe wake wa siku ya wanawake mnamo Machi 8 mwaka huu 2026. Amesema kwamba kauli mbiu hizo zinatukumbusha kwamba maendeleo ya kweli ya jamii na taifa letu yanajengwa katika msingi wa haki na usawa, pamoja na ushirikishwaji, pamoja na moyo kujitoa, kushirikiana na kuwainua wengine. Kwa asili ni kwamba mwanamke ni mama, ni mlezi, ni kiongozi na ni mfariji wa familia, jamii na hata taifa kwa ujumla. Katika maisha ya kila siku wanawake wanaishi kwa vitendo falsafa ya kutoa ndio kupata. Wanajitoa kwa familia zao, wanalea kizazi, wanahudumia jamii na pia vile wanachangia kwa namna mbalimbali katika maendeleo ya taifa letu. Lakini pia vile hata katika changamoto wanawake wamekuwa hawakimbii majukumu, badala yake hubeba changamoto hizo kwa ujasiri na hekima na kuzigeuza kuwa nguvu ya kuimarisha familia, jamii na taifa vile. Lakini pia habari zaidi, kwa mfano hapa kutoka Swahili World wameandika kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amemzawadia mama Kanumba gari aina ya Harrier new model katika siku ya wanawake duniani mnamo tarehe 8 Machi mwaka 2026. Rais wa Samia Suluhu Hassan amemzawadia mama Kanumba gari mpya kabisa aina ya Harrier new model kwa kutambua mchango wa mwanae katika kukuza sanaa ya uigizaji nchini. Mama Kanumba alikuwepo eneo husika na pia vile ameonekana kushukuru baada ya kupewa gari hilo. Lakini pia ikumbukwe kwamba takriban miezi mitatu iliyopita Mama Kanumba, wakati alifanyiwa interview, aliwaomba Watanzania wamchangie pesa aweze kununua gari la kutembelea, akidai kwamba inamuia vigumu sana kutembea kwa miguu muda mwingi na hakuwa na uwezo wa kununua gari. Umeona bwana.
Kwa hiyo kwa kifupi bwana ni kwamba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ametoa sapoti kulingana na mahitaji kulingana na kilio cha Mama Kanumba alivyokuwa na uhitaji wa usafiri, basi pale pale ndipo Mheshimiwa Rais ameamua kutoa sapoti pale pale kwenye uhitaji wake. Kama alikuwa na shida ya usafiri, basi ameamua ampatie usafiri aliokuwa anautaka. So kwa kifupi ni kwamba watu wengi sana wamefurahishwa na swala hilo, watu wengi sana wamefarijika, wamejisikia vizuri, wamependa kile ambacho Mheshimiwa Rais amekifanya. Kwa mfano pia hapa kuna mtu hapa ameandika kwamba vijana tufanyeni mambo makubwa ili mwisho wa siku wazazi na vizazi vyetu vije kufurahia matunda yetu. Kiukweli nimefurahi sana kuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa anamzawadia gari Mama Kanumba kama ishara ya kutambua mchango wa mwanae Steven Charles Kanumba katika tasnia ya Bongo Movie. Umeona Yaani kwa kifupi ni kwamba tunaweza kusema kwamba japokuwa Kanumba amefariki, lakini ameweza kumheshimisha mama yake. Umeelewa? Yaani Kanumba mwenyewe ameshafariki miaka mingi tu iliyopita tokea 2012. Ukipiga mahesabu sasa hivi ni takriban miaka inaenda kama vile miaka kama 15 au 14 imeshapita, lakini still bado bwana ule mchango wa Kanumba katika tasnia ya Bongo Movie bado unaonekana, lakini pia vile vile pengo ambalo ameliacha bado halijazibika. Bwana, hili ni jambo ambalo linaonyesha jinsi gani ambavyo Kanumba ameacha legacy, na vile vile pia ni funzo kwa vijana wengine kwamba wanatakiwa wafanye vitu vya mapinduzi kiasi kwamba kuacha legacy ambazo zitakuja kuheshimisha hata vizazi vyao, hata wazazi wao kama wakitangulia wao, basi hata wazazi wao pia wakiacha legacy kama hizi zinaweza zikawapa matunda manufaa hata vizazi na vizazi mbele. So hapa kuna jamaa hapa amekuja kuweka kama vile wito, ameandika kwamba kijana, kamwe usikubali kufa bila kuacha legacy. Shukrani na hongera sana Mheshimiwa Samia Suluhu kwa kumkumbuka Kanumba. Hakika aliinua vipaji vingi, amefanya filamu iwe ni biashara na kazi rasmi. Ametengeneza na kukuza Bongo Movie ndani na nje ya Tanzania, na mpaka umauti ulipomfika alikuwa na ratiba ya kwenda Marekani kushiriki kwenye filamu za Hollywood. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Yeah, so at the end of the day, ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.